Afrika imepoteza mmoja wa viongozi wake mashuhuri, Edna Changwa Lungu. Rais wa zamani wa Zambia alikuwa kiongozi aliyopitia mawimbi ya kisiasa, vikwazo vya kiuchumi, lakini pia mafanikio. Edna Lungu alizaliwa tarehe 11 Novemba mwaka 1956 mjini Ndolwa, kaskazini mwa Zambia. Alilelewa katika familia ya kawaida, lakini akiwa na bidii kubwa katika masomo. Alijiunga na chuo kikuu cha Zambia Unza na kufuzu katika shahada ya sheria mwaka 1981. Baada ya hapo alifanya kazi kama wakili. Alihudumu katika ofisi ya mwanasheria mkuu na baadaye katika sekta binafsi. Mwaka 2020 Edna Lungu alianza kujishughulisha na siasa kupitia chama cha Patriotic Front kilichoasisiwa na hayati Michael Sata. Kwa juhudi na utiifu wake alipanda ngazi haraka. Aliteuliwa kushika nyadhifa mbalimbali zikiwemo waziri wa mambo ya ndani, waziri wa ulinzi na hatimaye waziri wa sheria. Baada ya kifo cha ghafla cha Rais Michael Sata mwaka 2014, chama cha PF kilimteua Lungu kuwa mgombea wa urais. Alichaguliwa kuwa rais wa Zambia mwezi Januari mwaka 2015. Alirejea tena madarakani baada ya kushinda uchaguzi wa mwaka 2016. Katika kipindi chake aliwekeza zaidi katika ujenzi wa barabara, hospitali na miradi ya umeme vijijini. Hata hivyo, utawala wake ulikumbwa na changamoto. Zambia ilikabiliwa na ongezeko la deni la taifa, mfumuko wa bei na ukosefu wa ajira. Mwaka 2020 nchi hiyo ikiwa ya kwanza barani Afrika kutangaza kushindwa kulipa deni la kimataifa, jambo lilozua mjadala mkubwa kuhusu usimamizi wa uchumi wake. Mnamo Agosti 2021, Edna Lungu alishindwa katika uchaguzi mkuu dhidi ya mpinzani wake wa muda mrefu, Hakainde Hichilema. Baada ya hapo alikaa kimya kwa muda. Hata hivyo, mwaka 2023 alitangaza tena kurejea tena katika siasa, akionyesha nia ya kugombea urais kwa mara nyingine, lakini mahakama ya katiba ya Zambia ilimzuia ikisema tayari ametumikia kwa mihula miwili. Tarehe 5 Juni ya mwaka 2025, Edna Lungu alifariki dunia katika hospitali moja nchini South Africa ambapo alikuwa akipatiwa matibabu. Alikuwa na umri wa miaka 68. Habari za kifo chake zilizagaa rasmi kupitia binti yake Tasila Lungu kupitia ujumbe wa video uliosambaa sana kwenye mitandao ya kijamii. Edna Lungu ataendelea kukumbukwa kama kiongozi wa kizazi cha kati barani Afrika aliyepambana kupenyeza sauti yake ya kisiasa na kusimamia wakati wa misukosuko. Pamoja na mapungufu yake, ameacha alama katika historia ya Zambia. Hakuna mwanadamu asiache historia, iwe ni ya kufundisha au ya kuonya. Edna Lungu ameandika historia yake na sasa ni zamu ya dunia kusoma ukurasa wake. Mimi ni Salim Alute na hii ni Alute Media.